Salvatori, ni meneja uhusiano na mawasiliano Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA. Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA leo iko hapa Chuo cha Mipango kwa ajili ya kongamano la watu wenye ulemavu. Hii ni kuelekea siku yao ya kitaifa ya watu wenye ulemavu ambayo inatarajia kufanyika kule mkoani Morogoro. PPRA tumekuja hapa kuwajengea uwezo watu wenye ulemavu kwamba kuna fursa za zabuni za umma kwenye ununuzi wa umma. Tumekuja kuambia kwamba wao kama watu wenye ulemavu wana uwezo wa kupata fursa za tenda za serikali kwenye ununuzi wa umma. Pia tumekuja kuambia kwamba 30% ya tenda za serikali zimetengwa kwa ajili ya makundi maalum. Kwa hiyo wao kama watu wenye ulemavu wanazo fursa za kupata zabuni hizi. Pia sisi kama Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma tumekuja kuambia watu wenye ulemavu kuwa serikali ya awamu ya 6 inawathamini sana na inawajali. Hivyo imetenga takribani zaidi ya trilioni 1 za tenda za serikali kwa ajili ya makundi haya maalum. Zabuni zenye thamani ya zaidi ya trilioni 1 zimetengwa kwa ajili ya makundi haya maalum. Kupitia taasisi za serikali, 30% inalazimika kutengwa kwa kila taasisi kwenye ununuzi wa umma ili ziweze kuyafikia haya makundi maalum. Kwa muktadha huo, taasisi zote za serikali zimeelekezwa kutenga 30% ya bajeti zao za ununuzi wa umma kwa ajili ya makundi maalum. Kwa hiyo tumekuja hapa kuwapa hamasa, kuwapa elimu kwamba kuna fursa hizo. Ndugu waandishi, hadi hapa kufikia hivi leo, zabuni zenye thamani ya zaidi ya bilioni 24, zabuni zenye thamani ya zaidi ya bilioni 24 zimetengwa kwa ajili ya makundi maalum. Lakini hadi hivi sasa tuna makundi takribani 1000 tu. Haya ni machache kulingana na fursa zilizopo. Kwa hivyo tumekuja kuwapa elimu, kuwaelimisha, kuambia kwamba wana fursa ya kujiunga kwenye vikundi ili waweze kupata fursa ya kufanya biashara na serikali kupitia mfumo wetu wa NeST, kuomba zabuni hizo kwa sababu zimetengwa mahususi kwa ajili yao. Wa kitengo cha watu wenye ulemavu, ndugu Rashid Mafta, ambaye amepangiwa majukumu mengine, kwa nipo kwa ajili ya niaba yake, amenituma kufikisha ujumbe kwa ajili ya siku hii au kongamano hili ambao ni muhimu kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Nataka nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kutupa siku hii njema ya kuweza kujumuika pamoja katika kongamano hili la ujumuishwaji wa watu wenye ulemavu kwenye fursa za kiuchumi kuelekea kilele cha siku ya watu wenye ulemavu duniani ambao itafanyika tarehe 3 mkoani Morogoro. Na tunazielekeza halmashauri kwa kutupitia maafisa maendeleo ya jamii kuwasaidia watu wenye ulemavu, si vikundi tu, hata yule mtu mmoja mmoja, kutokana na kanuni mpya zilizopo anakopesheka. Kwa sababu mara kwanza ilikuwa ni changamoto kusema lazima watu ndiye kundi moja, wao kuanzia 5. Lakini kuna maeneo mengine utakuta mtu yuko peke yake, je, akose fursa kwa sababu yuko peke yake? Serikali kaona hapana, ikapitisha utaratibu na kanuni mpya za kumruhusu mtu mmoja mwenye ulemavu aweze kukopa na kuweza kurudisha mkopo wake. Kwa jina naitwa Cosmas Njemeti, ni kutoka wilaya ya Kongwa. Nashukuru sana kwa mtoa mada pamoja na waliofuatia idara zote za madini. Elimu hii tulikuwa hatujui madini ni vipi, njia imeonekana, kumbe ukifuatilia unapata uelewa wa kutosha. Na nilikuwa naomba tu labda watu wa somo watupe nani hii ili tukasome, wengine tunaweza kusahau, wana ni mengi, idara zilizosema ni nyingi. Ilikuwa ni nzuri sana, na sisi tunaweza kwenda kwa walimu. Ndio hilo, ndugu mtangazaji. Okay, kwa majina naitwa Boke Ramadhani Manyori,
ni katibu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu wilaya Dodoma mjini. Kwa leo tumekutana hapa chuo cha mipango kwa ajili ya mafunzo ya PPRA. Haya mafunzo kwa kweli kwa upande wetu sisi yametugusa, kwa sababu tukiangalia asilimia kubwa hatujawahi kuona mwenye ulemavu amejiunga na manunuzi ya mfumo wa NeST. Aidha labda ni wale wenye uwezo zaidi, lakini kwa jinsi tulivyofundishwa naona hata kwa wenye uwezo wa chini wanaweza wakafight wakajiunga na PPRA. Kwa hiyo wito wangu kwa mimi vile ni mjasiriamali, licha kuwa ni kiongozi, ni mjasiriamali, ni fundi ushonaji na kiwanda kidogo cha viatu vya ngozi na vitu mbalimbali tunavyovifanya. Kwa hiyo tutakapotoka hapa tutakuwa mstari wa mbele wa kwenda kuanza kusajili mfumo wa NeST ili na sisi sasa tuweze kupata manunuzi kutoka serikalini.